mashindano ya RCL imemalizika katika uwanja wa Tanganyika na wenyeji Kajuna wameibuka na ushindi dhidi ya Kira Talents. Tunao mwalimu wa Kajuna, mwalimu Habibu Kondo pamoja na mwalimu wa Kira Talent. Kwa kuanzia, mwalimu Habibu, timu yako imepata ushindi leo. Mchezo ulikuwaje na nini ambacho labda pengine kilikuwa bora kwa upande wako mpaka ukaweza kupata matokeo mazuri katika mchezo wako? Kikubwa haya mashindano unahitaji kupata pointi 3 ili uweze kufikia haya malengo unayotarajia au kuwa bingwa haya mashindano. Kwa hiyo sisi tumepata pointi 3 katika mchezo wa leo. Basi tunamshukuru Mwenyezi Mungu, tunaona kwamba tumefanya vizuri kwa sababu tulichokitaraji tumekipata na plan yetu nadhani ilikuwa imetimia katika mchezo. Ugumu uko wapi? Tumesubiri mpaka dakika takriban 40 na mshele kuweza kupata goli la kwanza na kuongoza. Kajuna ndio mwenyeji. Ni sehemu ya mchezo. Kuwa mwenyeji sio kigezo cha kuweza kushinda michezo yote. Wewe umejitayarishaje ndio unaweza kwenda kupata matokeo. Kwa hiyo huu ni mchezo wa ligi, mchezo ulikuwa mgumu, sio mwepesi kama watu wanavyofikiria kwamba timu itakwenda Kajuna itakwenda kushinda tu, no. Lazima kazi ifanyike ili tuweze kushinda mchezo. Dakika ya kwanza mpaka dakika 30 tulikuwa tunajaribu kuona kwamba wenzetu wamekuja kwa plani gani na sisi tuende na plani gani. Na wenyewe pia imekuwa vizuri zaidi sababu tunajuana. Mimi tu ndo kidogo ndo nilikuwa mgeni kwa hii timu. Lakini hawa walikuwa kwenye kundi hili wanaijua Kajuna na Kajuna wanawajua hawa. Kwa hiyo walikuwa wanajua tunaenda kucheza na Kajuna, tunaenda kucheza na watu wa aina gani. Kwa hiyo lazima tujitaratibu ili tuingie katika plani yetu iwe sawa ili tuweze tukashinda mchezo. Kwa hiyo kuchelewa kushinda ilikuwa ni sehemu ya mchezo. Wakati jana walikuwa na Kajuna FC na ilikuwa ni kwa Arusha. Kwa Kajuna FC ni hapa Kigoma. Tofauti ni unaoona kwa jana na namna unavyoona mwendelezo upande wa tofauti mwaka huu na timu bora sio kama mwaka jana. Kwanza mwaka jana nilikuwa na watu wachache. Nakumbuka watu wangu wengi walitolewa toka tukiwa hapa kwenye kituo. Tulienda kwenye finali kama hizi tulikuwa na wachezaji 15 tu. Na maana mchezaji ndio huyo aweze ndio huyo, asiweze ndio huyo. Lakini sasa hivi at least na kikosi cha watu 22. Kwa hiyo sasa hivi na timu bora kuliko mwaka jana na matumaini makubwa kwamba tutafanya vizuri kwenye mashindano. Siku chache za kufanya maandalizi kuelekea mchezo huu. Nini ambacho ulikuwa kusafu kwa vijana wako wanapokuwa wanasteni? Na ambacho unaenda kufanyia kazi usipoonekana ushindi mkubwa wenyewe hawawezi. Kusema kuna kitu gani nimekiona, hiyo ni silaha. Sisi tupo kwenye mashindano. Wao inabidi wafanye homework wenyewe tu wajue kwamba wana mashida gani na sisi washatuona Kajuna tuna ubora gani na udhaifu gani. Mimi sasa hivi kusema udhaifu wao na maana siwarudi mazoezini ili wajiweke sawa. Mimi nahitaji kuwafunga katika mchezo. Kwa hiyo siwezi kuzungumza udhaifu wao. Mimi naona wameshinda goli 4, ni timu bora. Kwa hiyo mimi naenda kuipanga timu yangu ndio kucheza timu bora tuweze kupata matokeo. Na tunaye mwalimu wa Kira Talent. Mwalimu, unapoteza mchezo kwa mara ya pili dhidi ya Kajuna, lakini safari hii katika hatua ya finali ya RCL mbakiza michezo miwili. Labda shida ilikuwa nini leo na matarajio yenu ni yapi katika mashindano? Asante. Awali ya yote tunamshukuru Mwenyezi Mungu. Tumemaliza mchezo salama na matokeo hayajao upande wetu. Nadhani ni mechi ya pili tunacheza na Kajuna kwenye mazingira haya. Nadhani kikubwa kilichotuasili ni mistakes tulizozifanya ambazo tungekuwa tuko very defensive, nadhani tusingekuwa tumeruhusu magoli kama yale. Lakini all in all siwezi nikalaumu sana kwa sababu ni sehemu ya mchezo. Ukifanya makosa mwenzako anakuadhibu. Kwa hiyo nadhani tutaenda kujipanga vizuri kwa wakati ujao tuweze kucheza vizuri na tuweze kupata matokeo kwa sababu bado tuna michezo miwili. Kwa hiyo Mwenyezi Mungu tunamuomba na tutafanya vizuri kwenye mazoezi ili tuweze kupata pointi 3 katika mechi inayofuata. Swali matatu. Mwalimu, ulikuwa na nafasi chache sana za ambazo umetengeneza. Changamoto hasa ni nini ambayo unazungumzia kiufundi kwa nafasi chache kiasi hicho? Nadhani kikubwa ni ile hofu ambayo kidogo nadhani imewatembelea vijana wangu kwa sababu kuna mambo kidogo hayajakaa sawa. Kuna wachezaji wetu 2 watatu ambao kidogo wameweza kupata matatizo tukiwa kambini siku ya leo. Na hiyo ilikuwa ni issue kubwa, ilikuwa ni swala zima la kiafya. Kwa hiyo nadhani kidogo mtu aliyepata nafasi hakuweza kuzitumia, lakini naamini kwenye mchezo ujao tutazitumia. Kocha mchezo mzuri sana kipindi cha pili. Kipindi cha kwanza ilikuwa ni kusubiri wewe haraka mshoni. Narudia tena kusema lile mistake tulizozifanya ndizo zilizotuadhibu. Defensive kwa sababu goli la kwanza tumeruhusu kwenye mazingira yale kumruhusu mtu anapata nafasi anapiga
engo ya pili anafunga, lakini goli la pili ni mpira wa kushtukizwa. Kwa nini? Ilikuwa ni bad marking ambayo imefanywa na fullback wangu, lakini ni sehemu ya makosa na ni sehemu ya mchezo. Ili ufanye vizuri lazima ufanye vizuri na usioneshe makosa, lakini ukifanya makosa kila mtu atakuadhibu. Wenzetu walikuwa vizuri sana kwenye kuzitumia nafasi ambazo sisi tunazichezea. Kwao tutajipanga kwa sababu muda tunao kufanya mazoezi, tutafanya kitu kizuri inshallah. Na mwisho kuna kucheza na pekee. Nini ambacho umekiona kutoka kwa ambacho ndani tumia vizuri na utapata matokeo kama amepata zaidi kushinda. Nimeona Fountain kwa dakika chache toka nimefika, wana timu nzuri. Siwezi nikasema uongo, wana timu nzuri. Kwa namna ambavyo sisi tunaenda kujiandaa kwa ule muda tuliowaona, nadhani tutaenda kujiandaa vizuri tupate matokeo, kwa sababu na wao wanataka kupata matokeo kama ambavyo walivyopoteza, kama na sisi tulivyopoteza, na sisi tunataka kupata matokeo. Kwa hiyo ni mechi ambayo itakuwa ni nzuri, lakini inshallah tutafanya vizuri pia.